Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Samia oye! Tunajenga soko la kisasa. Na nyie ndo hasa wadau hasa wa soko hili. Serikali ya awamu ya 6 imefanya mambo mengi. Miundombinu ya biashara ikiwemo masoko, na mimi bahati nzuri nimekwenda maeneo mengi, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza. Nimeona masoko makubwa ya kisasa, lakini sasa niko Arusha. Tutarajie kuona soko la kisasa. Shukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha bilioni 9. Mkandarasi yuko kazini, michoro nimeiona, na hakika nyinyi wenyewe soko hili litakapokamilika mwezi wa 5 mwakani, mtaona dhamira nzuri ya serikali ya kuboresha mazingira ya nyinyi kufanya biashara. Kilio cha Wanaarusha ilikuwa pia ni stendi ya kisasa. Yote kwa yote, niungane nanyi kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha fedha bilioni 14 kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya kisasa. Mimi naijua Arusha kwa muda mrefu. Najua stendi ya Arusha ilipokuwa pale karibu na uwanja wa mpira, ni eneo dogo. Lakini sasa tunajenga stendi ya kisasa. Kama ambazo stendi ukienda Mpanda, ukienda Mwanza, ukienda Dar es Salaam, na Arusha nao inapata stendi ya kisasa. Mkoa wa Arusha ni miongoni mwa majiji makubwa yanayochangia uchumi, na hasa katika sekta mbalimbali, kilimo, ufugaji na utalii, lakini pia na idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo tunampongeza Rais kwa uamuzi wake na kuwezesha fedha, kwamba ni muda sahihi, kwa wakati sahihi, na kwa eneo sahihi kuleta fedha za kujenga stendi hii. Mwanamama mwenzenu, nyie mmesindikizwa na baba mmoja mwenyekiti wenu, lakini wote akina mama, nimeona nguvu yenu ya kumpenda Dr. Samia na kumshukuru kwa kazi hii kubwa. Basi muendelee hivyo hivyo kuiunga mkono serikali katika mradi huu. Serikali ina nia nzuri. Jiji la Arusha ni jiji kubwa, haliendani na ofisi ile pale. Hii ndio yenye hadhi sasa ya jiji la Arusha. Kwa hiyo tunataka itimie dhamira ya serikali na heshima ya mkoa wa Arusha uendane na ofisi na mipango hii ambayo imewekwa. Sasa wewe leo umeniambia mko kazini. Mimi hapa niko karibu. Kwa hiyo utakuwa nakuja nasimama hapa, au natoka nakuja na waona hapa. Muhakikishe kazi inafanyika na muikamilishe. Hatutaki kufika mwezi wa 11, tunahitaji extension. Wewe ndio utakayemkwaza mtu ambaye atatakiwa kuja kufanya finishing. Napenda kumshukuru mama kwa juhudi kubwa alizotufanyia katika mtaa wetu wa Bondeni. Kwa kweli wana Moriet tunakwenda kunufaika vikubwa sana katika mradi huu wa stendi, kwa sababu wamama nadhani kwa sasa tulikuwa tunapata kazi kubwa kwenda maeneo ya mbali, matatizo yalikuwa ni mengi, tulikuwa tunakutana na tatu mzuka kutoka asubuhi, lakini sasa tunakwenda kumaliza tatizo hilo kwa sababu tunapata mradi wa stendi maeneo ya karibu na sisi. Pili, tunapata mradi wa uwanja wa michezo ambao nao tutanufaika nao. Kuna soko pia tunakwenda kunufaika. Nipende kumshukuru sana Mama Samia kwa yote anayotufanyia. Kwa hiyo tatu mzuka kokote walipo, natoa onyo. Tunahitaji wananchi wa Arusha wawe na usalama. Kama huna kazi nyingine, unategemea kazi ya tatu mzuka kwenda kuvamia watu na kupora watu na kujeruhi watu, sio katika mkoa wa Arusha. Tafuta kazi nyingine. Na katika hili namwagiza kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha, OCD, Arusha isiwe sehemu ya tatu mzuka. Wafanye kazi zinazostahili kufanywa. Kama ni bodaboda, wafanye kazi za bodaboda. Lakini tatu mzuka, nikiwa mkuu wa mkoa, marufuku, nitakula nao sahani moja.
na nikiongea na maanisha, atakaye jaribu ajaribu. Tunataka usalama. Mkoa huu una watalii, mkoa huu una wageni. Hatutaki sifa mbaya ya kupora watu wanaopita, wanatembea alafu wanafanya nani. Kwa hiyo na nyinyi mmeeleza wanafanya uhalifu, mmeeleza kwamba mlikuwa na adha ya kutoka hapa muende mjini mkutana na Tatu Mzuka, stendi itakuwa kwenu hapa. Kwa hiyo wakati tukielekea huko, nikiwa mkuu wa mkoa, ninawahakikishia wananchi wa mkoa wa Arusha, hakuna Tatu Mzuka atatamba katika mkoa huu. Tutashughulika nao, waache mara moja, na tamko hili liwafikie. Tutashughulika nao.